Hello mwana graphics, ni namna gani ambavyo unaweza kuinstall fonts ndani ya kompyuta yako? Yaani fonts umeshaweza kuzipakua, unakuja kuziinstall kwenye kompyuta yako kwa kutumia kompyuta ya Mac na kutumia kompyuta ya Windows. Yes, kama tulivyo ada yetu, usisahau kutusubscribe katika mitandao ya kijamii kwa faida nyingi kama hizi. Tukianza na watu ambao wanatumia macOS, na fonts hizi zinapatikana kwenye chaneli yetu ya Telegram. Yes. Ukiingia kwenye chaneli yetu ya Telegram, kisha utaenda kwenye sehemu ya graphics. Channel inaitwa Graphics Info, unaweza kai-search, kisha ukasearch neno fonts. Yes, fonts. Na fonts hizi unaweza kuziweka ndani ya kompyuta, ukazitumia kwenye kompyuta au ukazitumia kwenye simu. Kwa wale ambao wanatumia simu application ya Pixellab, utaweza kuzinstall. Nadhani somo lake limeweza kufundishwa. Yes. Na application nyingi kama CapCut na zingine unaweza kuziongezea fonts. Nadhani nimeshaweza kufundisha katika somo jingine. Kwa hiyo hapa uta search fonts, utaziona hizi hapa, all fonts. Yes, hapa kuna fonts. Kuna fonts hizi hapa za Kiarabu, na pia niliona ni ukitafuta utakuta fonts za Kiingereza. Yes, hizi hapa ni fonts nyingi, utaweza kuzidownload na kuziweka ndani ya kompyuta yako. Yes. Na kwenye Windows hivyo hivyo weka kwenye kompyuta yako. Yes. Nikija mimi kuziangalia fonts zangu, nimeweza kuzihifadhi kwenye sehemu ya plugins, alafu twende kwenye sehemu gani? No. Nimezihifadhi humo kwenye sehemu ya text. Yes, hizi hapa ni fonts. Yes. Sasa hizi ni fonts ambazo nazitumia mimi, na uwe umechagua aina fulani za fonts ambazo wewe unazitumia kwa ajili ya kutengenezea maudhui yako, kwa sababu si kila fonts unaitumia. Yani leo umetengeneza maudhui hii fonts nyingine, umetengeneza maudhui nyingine fonts nyingine. Mfano mimi ukiangalia hapa kwenye Photoshop nilikuwa natengeneza thumbnail ambayo nimeweza kuitengeneza kwa ajili ya video ambayo nimeweza kuiposti kwenye upande wa YouTube. Hii hapa. Hii video unatakiwa uitazame. Hii video nazungumzia mambo ya focus, nazungumzia mambo ya FPS na kadhalika. Yes. Unaweza kuitazama, link nimeweka chini ya description. Vile vile linki ya fonts nimeweka chini ya description ya video hii. Vile vile, na kama itakuzingua kwenye Telegram, kuna linki pia nimeweza kuiweka hapo chini ya kuweza kudownload moja kwa moja kwenye drive bila usumbufu wowote. Ukishaweza kuzidownload, mimi fonts zangu ninazo, nimeshaweza kuzidownload. Mfano hizi hapa. Yes, kwenye Mac uta double click, alafu kisha utaona imefunguka. Ikishafunguka kama namna hii, ukiwa wewe huja install itakwambia hapa neno install, lakini mimi ngoja ni skip hiyo. Nimeweza kufunguliwa kwenye sehemu ya all fonts kama jinsi ambavyo unaweza kuona hapa. Nina fonts nyingi sana, 1000 na mia ngapi huko. Kwa hiyo sasa kama unataka kuziinstall hizi zote, unazibeba unazitupia tu. Pap. Yes. Ukiangalia mfano kama mimi nisha install hamna sehemu hapo. Kwa hiyo mimi nita skip. Wewe zitaingia. Nadhani umeweza kuelewa hapo. Ni kwenye upande wa Mac OS. Hebu tuende kwenye upande wa Windows. Kwenye upande wa Windows unachotakiwa kukifanya ni kwenda kwenye sehemu ya tunaita ni settings. Kwa hiyo mimi nitabonyeza window I kwenye keyboard, nimefunguliwa kwenye sehemu ya settings, kisha nitatafuta fonts. Yes, fonts hapa. Angalia fonts setting, ingia humo kwenye fonts, kisha unapoona hapa hivi, hapa ndipo ambapo utakuja uzibebe kama tulivyoweza kubeba huku kwenye upande wa nini wa Mac OS, utazitupia hapa fonts zako. Yes, mimi nitaingia kwenye upande wa channel yetu hii ya WhatsApp Graphics Info, unaweza nayo ukajiunga. Description kuna link ya channel yetu, au kwenye channel yetu hapa ya YouTube ukienda sehemu ya description utakuta link ya channel yetu hii ya WhatsApp. Yes. Kwa hiyo mimi nitaigusa hiyo linki ili kwenda kuzidownload zile fonts. Umeziona fonts zipo nyingi sana. Kwa hiyo mimi nitaangalia na download fonts ziko wapi. Nitagusa mfano fonti hii, nitaweza kudownload. Mimi na download moja tu ya kukuonesha wewe mfano. Yes, umeona kama hapa inafanya downloading. Kwa hiyo nitaisubiria mpaka iweze kumaliza kufanya downloading, kisha mtandao wako umekaa kwa kwenye uwezo mkubwa wa kuweza kudownload kwa haraka. Mpaka hapa imeweza kumaliza kuandaa hilo file kwa ajili ya kufanya downloading. Unaona kama hapa linafanya downloading. Yes, kwa hiyo mimi file langu litafunguka. Na kama unataka kuzidownload zote utabonyeza Control A, utaziselect zote,
kisha utakuja ubonyeze hapa, utabonyeza zitaanza kudownload katika zip folder moja kubwa, litakuwa na MB nyingi kwa sababu ziko nyingi. Yes. Baada ya hapo kumaliza kudownload kama hivi, nini nitakachoenda kukifanya? Nitaenda kwenye sehemu yangu ya download. Baada ya kuwa tayari nimeshaweza kuzidownload fonts zangu, nitakuja kwenye sehemu ya hii hapa ambayo umeona ni sehemu ambayo ndio lile faili tuweza kudownload. Nita right click kisha nita open with WinRAR. Au unaweza ka open tu kawaida kama utaweza. Yes. Lakini ukiopen kawaida ndio safi. Umeona kama humu hili ndio faili langu ninalo hili. Okay, nitalibeba nitaweka nje kwenye desktop kama hapo. Na ukitazama vizuri utaona kwamba hii ni folder. Kwa maana yake humu fonts zimefungwa, haziwezi kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nitaziweka kwenye sehemu tu ya nje kama hapo. Yes. Nitaenda kwenye setting pale ambapo nilikuwepo, kisha nitaenda kwenye sehemu yangu ya hilo folder liko wapi kwenye desktop huli hapa. Nitaziselect fonti zote ambazo tayari mimi nimeshaweza kuziweka pale, kisha nitazibeba nitaziweka kwenye sehemu yangu hii. Nimeambiwa hapo ni copy. Hapa ziko 600 zitanichelewesha. Kwa hiyo mimi nitachukua 2 tu kama za mfano, nitabeba nitaweka hapo. Umeona? Umeambiwa kwamba hii hapa is already installed. Do you want to replace it? Sasa mimi nishazinstall, kwa hiyo mimi naweza kusema yes. Mpaka hapo ukifungua Photoshop unaona kama hii hapa imefungwa. Hakikisha unaifunga kwanza. Unaweza kaifunga kwanza. Ukija kuifungua ndio uende sehemu ya fonts. Yes. Mfano kama unaenda kubadilisha fonts, ukienda sehemu ya fonts ndio utazikuta zote zimekaa vizuri. Yes. Mfano hata huko kwenye sehemu ya macOS nilikuwa na edit hii hapa na thumbnail yangu. Kwa hiyo nikienda kwenye sehemu ya fonts, let's change workspace. Tuje kwenye sehemu ya fonts hapa. Kwa hiyo nikisema niandike mfano next bold, zimeona zimekuja aina nyingi. Yes. Hakikisha, ngoja nirudie tena hapa. Watu wengi ukosea. Unaona kama mimi nilivyokuwa na edit ili ziingie natakiwa ni close window. Hakikisha kama hii kazi uisave kwanza isije kapotea. Mimi nasema tayari nishaitumia. Kwa hiyo nita close. Nikija kuifungua tena Photoshop, mfano niseme hii hapa nifungue. Unaona jinsi ilivyo? Yes. Nitakachoandika chochote nikija kubadilishia font style, nitazikuta font style zangu ambazo fonts ambazo nimeweza kuziinstall kwenye hiyo computer. Yes, simple like that. Kwa tips mbalimbali kama hizi very professional, hakikisha umesubscribe channel yetu na umetufollow katika account mbalimbali. Vile kuna course mbalimbali za graphic design pamoja na video editing, digital marketing pamoja na sponsored ads zipo zinapatikana kwetu online na ana kwa ana. Peace.